Sasa turejelee kipindi chetu cha prophecy. Na kipindi yetu sasa tutaifungua kwa maombi. Elda, naomba ukuje utuombe. Tuweze kuomba. Mungu unayetupenda, tunalinua jina lako. Maana umeweza kuwa pamoja nasi katika mijadala ambayo tumekuwa nayo. Na tangia tulipoanza asubuhi, umezidi kutulisha na neno lako. Zidi kutuongoza na zaidi kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Zaidi tunaweka mikononi mwako walio na mahitaji mbalimbali, walio wagonjwa manyumbani na hospitalini. Na zaidi ya yote hata taifa letu la Kenya tunaomba ukaweza kuliponya kutokana na magonjwa ambayo yameweza kuenea katika sehemu zote. Zaidi yote Baba, utuumbie mioyo ya kuweza kukuogopa. Maana umesema ya kwamba ikiwa tutakuogopa na kukutii, utatuondolea magonjwa na utatuongoza katika njia yako. Tunaomba katika dhambi zetu ukaweza kutupa msamaha utokao kwako. Tukaweza kuwa na mioyo ya kubondeka ya kuweza kukutii na kuenenda kulingana vile upendavyo. Baba, tunaomba pia tukafanya miujiza ili makanisa yaweze kurudi, wana wako waweze kupata nafasi ya kuweza kukuabudu na kuweza kukulilia siku zote. Wakati umeweza kutupa kama kundi ndogo tunakutana ili tuweze kujifunza, zidi kutuongoza na kutulinda na kutuepusha na magonjwa na kutulinda na mkono wako wenye nguvu. Kwa jina lako tuomba na kuamini. Amen. Barikiwe sana sana sana. Sasa kabla tuendelee, niko na maswali mbili tu kwenu ambaye nataka tujibu kwa pamoja. Kuna kitu inaitwa kifo. Si ni kweli? Kifo, si ndio? Lakini hapa kuna mambo hivi. Kufa ukiwa mdhambi, si ndio? Mdhambi na kufa ukiwa Mkristo. Sasa tuulizane swali moja. Kuna kifo, si ndio? Yes. Lakini mwanadamu anapitia mahali pawili. Aidha ufe ukiwa mdhambi ama ufe ukiwa nani? Na kitu yenye inaleta kifo. Kitu cha nini? Kifo huletwa na magonjwa, tuongelee lugha hiyo. Ajali, kuna magonjwa, si ni kweli? Ajali. Nini ingine? Maana ukianguka na gari hujakonjeka lakini umekufa, si ni kweli? Nini ingine inaleta kifo? Kuna uwawa. Kuna hii vita hii, si ndio? Tuashumu ni vita, utaweza katwa panga, si ndio? Nini ingine? Utaweza kufa kwa panga, kujinyonga, kwa magonjwa. Kuna suicide, kujinyonga, si ndio? Utaweza jinyonga. Kujitoa uhai, si ndio? Kuna kitu ingine? Nini ingine? Kitu inakosi kifo hii. Lakini hii inazanga mbili tu. Lakini ndio tuende kwa hii kuna mengi. Si ni kweli? Lakini kwa hii penye tunatafutia ni tukufe tukiwa wapi? Tusife tukiwa nini? Kwa hizi zote magonjwa haiwezi kuchagulia hii ama hii. Si ni kweli? Ajali ikuchagulia hii ama hii. Kweli? Vita ikuchagulia hii ama hii. Kujinyonga ama kifo ingine yote yenye hatukutaja ikuchagulia gani? Hii ama hii. Hapa ni wewe mwenyewe ufanye nini? Uchague, si ni kweli? Kama wewe utachagua kati ya hizi mbili, Mkristo. Sasa unarudi hapo unaangalia. Kama ni kwa upanga, utafanya nife. Kama mimi si Mkristo, nitauendea. Sijika naelewana vizuri? Juu ukisikia panga iko, ukitaka ukufe ukiwa hii, usiendee panga. Panga iko, ukitaka ukufe ukiwa hii, ukubali hata hiyo panga kama ni kukati. Ndio maana mitume walikubali kwa upanga tutakufa, lakini imani hatutaika. Vita. Kama ni vita iko, watu wanapigwa, wanauawa. Ndio unasikia nasema kuna kitu itakuja inaitwa Sadeiro. Ukikataa hii, kuna uwezekano utakufa, lakini ukafa ukiwa mdhambi. Sijui kama unaelewana vizuri. Sasa hii kuna hata magonjwa. Kuna zingine zinaitwa corona na zingine, si ni kweli? Ndio nasikia Paulo anasema, ni kitu gani kitanitenga na upendo wako? Kama ni njaa, maana pia njaa huwa hamkutaja.
Si njaa inaua, maana njaa si ugonjwa, lakini njaa inaua. Si ni kweli? Kama ni njaa, hapana, nimekataa kabisa. Kama ni nini? Mateso, nimekataa kabisa. Kama ni nini? Maana ametaja mengi tu. Ama mali, si ni kweli? Hata magonjwa, si ni kweli? Sasa tujiulize swali. Kuna ugonjwa yenye unaona ikikupata lazima uachane na Ukristo? Iko. Ndio mimi nafika hadi nasema saa hii hivi hata mimi ukiniuliza usiku na asubuhi, uamuzi yangu ni gani? Heri nife nikiwa Mkristo na miaka 20 ama 30 ama 40 kuliko nife nikiwa na 50 nikiwa mkafiri. Sijika naelewana vizuri. Mungu akijua nikifa nitakuwa Mkristo, hata nife leo mimi siogopi. Maana sina stress. Sijui kama walikula ama hawakukula, wao ndio wako na stress. Na hata mwanaume ni mfanyikazi tu nyumbani. Sasa waje nitumie hiyo lugha. Nife nisife, hiyo inijalishi. Mimi chenye kinanijalisha nitakufa nikiwa Mkristo ama mkafiri. Ndio Mungu akasema kitu, msiogope wao mili, bali muogope wao nini? Hiyo ndio kiama ya Mkristo. Nafaa ujiulize, kifo gani unaogopa? Ya kuniua kiroho. Itanifanya nikose kuwa Mkristo. Lakini ukipata yenye hata inakuua mwili kesho na utabaki Mkristo, hiyo kubali bwana, sema iko wapi? Kubali, uliza penye iko, waenda wache ikupate tu. Lakini ukiwa Mkristo, maana ukifa hujakufa bali umela. Lakini ukikubali yenye penye utaponea, aje kwambia hakuna kwako, wewe umepotea. Maana ukifa umelala, lakini usadi umekufa juu utafuliwa ucho. Sasa mimi saa hii kuniambia issue ya magonjwa ifanye nisifanye, nisimfuate Mungu, hiyo kwangu ni no. Haina uungu ndani. Kuniambia kitu yoyote, njaa, shida, nini, nisiabudu Mungu, mimi hiyo hapo sijali. Kuniambia sijui kufungwa, mimi hapo sina shughuli. Mimi cha nataka uniambie ni nini kati ya hizi shida tuko nazo duniani yenye itanifanya nisikuwe Mkristo. Hiyo ndio mjadala inafaa nikuwe naye. Lakini yenye inahusiana na kunifanya nikuwe Mkristo, ukitaka kunitafuta nitafutie hapo. Hiyo mimi sasa nataka hiyo. Unaona? Kama kuna kitu inanifanya nikose kuwa Mkristo, ni unisaidie niache nikuwe nini? Mkristo. Maana najua kifo kiko njiani. Maana kuna watu tumepigana nao hata na hii corona saa hii na imewaua. Si ni kweli? Na wako wavunja sheria, walivaa maski kama sisi, sanitizer walitembea nazo kama hizi. Kwanza wameunda tuchupa tudogo, wanakusalimia unafikia ameenda anajiwekea. Lakini sisi sina tuko na chupa kubwa. Hata wacha nijiwekee kidogo, lakini bado utakufa tu. Hata Raila ameponea hapa. Si ametoka? Si ametoka, mlimsikia ametoka. Sasa how sure hiyo angekufa? Ni neema ya Mungu. Mwenye kumponya ni Mungu juu kuna wengine hawakupona. Na kuna wengine mimi najua wengi tu wamegonjeka wakapona bila kujua ni hii. Sasa mimi naomba kitu inafaa ikuwe kwa masikio kwa Mkristo. Kifo chako usione kikiwa cha hasara ukifa na miaka 50 ama 20. Kifo chako aje kiwe cha hasara ukifa ukiwa mdhani. Maana Mungu anasema hafurahi kifo cha mdhani. Maana kumbe Mkristo akifa na 50 ni furaha mbinguni. Akifa na 30 ni furaha mbinguni. Ni furaha. Sasa mimi hata naambia Mungu mimi sina haja na 70. Sina haja na 80 ati nikiwa na nguvu. Mimi haja yangu Mungu cha naomba usidi kunisaidia. Maana nikijipima sana naona bado sijafika. Unisaidie kama sitafika huku. Ama nikaribie nikiwa upande wako. Kama nitakufa, nikufe na 20, nikufe na 50, nikufe na 40. Nikufe na hii 70. Cha maana tu kama mwaka wa 70 ndio ningeokokea Mungu, nisaidie nifike hii mwaka. Na kama utaona kuishi kwingi nitapotea, wacha niishie hapa. Mimi hiyo ndio maombi yangu. Ni nani anaomba maombi kama hii? Unajua kuinua mkono ni rahisi. Ukitaka kujua kuinua mkono ni rahisi. Acha watu watishiwe kidogo bwana kama mtawaona tena. Sasa sijui umeelewa vitu ya Mkristo? Mkristo. Mkristo vita yake ni ya kutafuta kuwa nani? Kuwa mshindi wa dunia hii. Kifo haiokopeshi Mkristo.
Kitu inaokopesha Mkristo ni atakufa akiwa upande gani? Hiyo ndio swali inafaa jiulize. Na ukijiuliza swali moja hautakuwa na kazi nyingi ya kufanya. Lakini kuna wajamaa wanajiuliza, tukikufa mali zetu tutaachia nani? Tukikufa watoto wajaenda shule. Tukikufa nini? Maswali. Na mimi sijaenjoy dunia. Hiyo vitu yote Mkristo upasi kujiuliza. Wewe tujiulize swali. Nikifa nitaenda nikiwa mdhambi ama Mkristo? Maana kifo cha Mkristo ni chakula. Sasa hapo mambo ya matisho ikome. Sisi tutafute tu Mungu kwa njia hiyo, maana sisi tumeamua kumtafuta, tuko tayari kama ni hiyo kifo itupate tu. Sasa mimi nikufa na 30 ama 35. Nina hasara gani? Mke wangu siatolewa tu. Siatalishwa tu na wanaume wengine. Na hata huenda akapata wagari wa kumleta chachi na gari. Sasa ile mimi namleta na pikipiki. Sasa hiyo si shida, si ni kweli? Watoto wangu huenda watachukuliwa na ndugu zangu. Watasaidia hiyo bomba. Lakini kitu kikubwa, na mimi je, nimekufa nikiwa wapi? Tunaelewana Steve? Hiyo tu ndio naomba ukienda jiulize tu. Nikiweza kufa naweza kufa nikiwa upande gani? Mimi tu ndio naambia Mungu, Mungu nimejipima nimeona kwa shetani nikava sijakufikia. Niongezee siku nyingine. Niishi nikae kwa. Hiyo tu ndio maombi tuombe hii. Tuokolewe na corona ndio tuokoke. Si tuokolewe na corona tujenge uchumi wa Kenya. Maana uchumi ni kuharibika unaharibika. Msilaumu Uhuru bure hata ezana nayo. Ni vita. Hiyo mtamlaumu tu lakini hawezani na hiyo ni proof. Maana pengine Biblia ifutu. Biblia inasema uchumi itaharibika. Sasa kama Biblia ndiyo ilisema tunamlaumia nini? Uchumi itaharibika tu, acha afight tu, akituambia ataiharibu tutamtoa hapo. Lakini wacha asema anajaribu. Sawa? Haya sasa turudi kwa topic yetu. Biblical mathematics. Maana watu wenye wasomi unabii wakiona vitu kama hiyo wanaogopa sana. Wanasema sisi tumeisha. Maana hawajasoma hiyo unabii. Si corona itamaliza dunia. Corona haihusiani popote kwa unabii. Corona ni kitu tu kama magonjwa. Itaisha tu, mtaizoea. Itaipita tu. Kuna vitu itamaliza dunia. Tuko pamoja? Sasa usisikie corona ukasikia umeingiza baridi sijui. Ni kama life sentence kwako. Kuna magonjwa kali bwana. Wacha nikwambie hata Mheshimiwa Raila angekuwa na kanza tungekuwa tunalia. Hatujui kama atafaulu kutoka. Si ni kweli? Lakini corona si ashatoka, alikuwa kwa news juzi. Na ni last week amekuwa mgonjwa. Sasa hiyo ni kitu ya kutisha dunia. Si kitu. Si tumtafute Mungu. Haya. Biblical mathematics. Tulikuwa study kuhusu Danieli 60. 12:60. Danieli kwa Danieli na kwa Revelation tulidiscuss hii namba hii. Kweli si kweli? Kweli. Sasa tulikuwa tumebakisha hii 1290. 1290 hii haina mambo nyingi. Na 1335 tumeisoma. Hii ni sabato ya 3. Kweli si kweli? Kweli. Haya, kama ni sabato ya 3, kuna mtu alibaki na swali kwa 1290? Kuna mtu alibaki na swali kwa hii? Sasa unajua tukisoma huku kwa hujakuwa kwa hii so class yetu wewe kwako ni mgeni, lakini hizi nimefundisha. Sasa saa hii ni marudio. Na haya marudio kwa hii nimeirudia mara 3 sasa. Sasa hii ya 4 hii nauliza swali kwa hii. Kuna swali lolote kwa 1290? Maana tulisema inapatikana wapi? Inaomba maswali. Inapatikana kitabu gani na gani? Nani ataweza taja vitabu inapatikana 1290? Na 1260. Inapatikana kwa vitabu gani? Danieli ngapi? 725. 725. Revelation 12:6. Danieli 12:1, si ndio? Na Revelation 11. Mlisema ni mstari gani? 11 kwa mashahidi wawili. Watafanya muda unabii kwa siku ngapi? 12:60. Si ni kweli? Sasa tukaipata mara hii. Kwa old imetajwa mara 2, kwa new mara 2. Haya, ulikuwa unainua swali. Sasa swali yangu ilikuwa ni nini? Hii kwa hiyo 1260. Tukapanulia hao mzeituni walifanya aje kazi hapo? Mashahidi wawili. Kwa 1260. Unasema baada ya hapo mashahidi wawili watasimama?
watasimama kwa ushahidi 1260. Si ni kweli? 1260 ambaye sitaki niende kukaa huko. Hiyo ni Revelation ambaye ni same thing, maana si different thing na hii. Maana ni 1260. Lakini mashahidi wawili wanaongelea kwa Revelation 11. Mashahidi wawili ni New Testament na Old Testament. Watasimama kushuhudia. Na ndio tukapata kwa Old Testament. Tumesoma tukapata Danieli, hii imetajwa. Kwa New Testament hii imetajwa. Lakini hii haijatajwa kwa New Testament. Hii haijatajwa. Sasa huu shahidi ni wa Old. Lakini huu ni both chapter. Hata tukitoa kwa Old bado kwa New tutaendelea nao. Tunapatana vizuri. Sasa Biblia inapoongea misaituni, misaituni kwa kitabu gani inasema ni neno la Mungu? Wakati inasema ni neno la Mungu, inaongezea misaituni ile miwili malaika anaambiwa ni neno la Mungu, sio awori. Sasa wakati inakuwa ni neno la Mungu, inakuwa ni New Testament na Old Testament. So inakuwa inashuhudia hii. Neno la saizi unaona hata Biblia zimeundwa, kuna ya New Testament na kuna ya Old Testament. Ni wa ushahidi mara mbili. Sasa ndio nasikia mashahidi wawili watasimama. Sasa inaongeleanga neno la Mungu, iongelei mashahidi wa Mungu. Tunaelewana vizuri? Zakaria 4. Zakaria 4 Kuanzia 2 mpaka 6. Haya, naomba isomwe. Haya, 4 ngapi? 2. Na mmoja angalie mstari wa mashahidi kwa Revelation 11. Akaniuliza, unaona nini? Nikasema, nimeona na tazama, kinara cha taa cha dhahabu tupu, ndio nacho kina bakuri juu yake, na taa zake 7 juu yake. Tena iko na mirija 7 ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake. Ndio. Na mizeituni miwili. Na mizeituni mingapi? Miwili. Ndio. Karibu yake. Ndio. Moja upande wa kuume wa lile bakuri, na moja upande wa kushoto. Ndio. Nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami. Ndio. Nikasema, Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Sasa sisi wenye tuko kwa Revelation tunauliza kama wewe, hiyo mizeituni miwili ni nini? Jibu. Ndipo malaika aliyesema nami akajibu, akaniambia, hujui vitu hivi ni nini? Hujui? Nikasema, la Bwana wangu. Akajibu akaniambia, akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Asante. Mashahidi wawili ni neno la nani? La Bwana. Sasa hawa mashahidi wawili tunaona hapa ni neno la Mungu. Asante. Tuendelee sasa. Hapa si tumemaliza. Sasa tuko hapa 1290. Ama kuna mtu nimefungia kwa 1260. Kijana uko sawa? Asante sana. Kuna mwingine nimefungia kwa 1260. Unajua niliwaambia kitu. Heri mrudie hii mjue yange hii peke yake kuliko kuchanganyikiwa kwa zote. Heri ukuange uko na moja yenye uko kilia. Utazamuka useme mimi wacha nifundishe hii, hizi zingine nitawaachia mtafundi. Halafu ifundishe kwa usahihi. Kwa nini? Biblia ni 2 Peter 2:19. Inasemanga aje? There is no private interpretation in the prophecy. Sijika atapatana vizuri. Prophecy haina private interpretation. Venye nafundisha hii Muamerika inafaa fundishe hivi. Muganda inafaa fundishe hivi. Mtanzania same. Maana iliongelea same event. Si ati inakuwa na ya Wakenya na ya Watanzania. Unaelewana vizuri? So venye tunafundisha hivi, hata ukienda Maxwell Nairobi, watakupea tu time utafundisha, watasema amina. Ukienda America present mbele ya wazungu, Kiswahili tu ndio itakuwa shida, present kwa Kiingereza, watasema amina. Maana ni tuko pamoja. Haya. Na hata malaika mbinguni wenye tuko nao hapa wanasema ni haya. Labda Shifaji uongezee kijana umwambie kwa sababu Wole anakuamaga hapo kwa 1260. Labda tumwambie hapo hakuna unabii wa Wole hapo hata kidogo. Hiyo miaka ya 1260 na hiyo unabii wa mashahidi wawili sio Wole na wala hata patikana na hata haipatikana. Hawezi awori ako pahali pa Revelation 13 penye hiyo mnyama sanamu ya mnyama ilitoa manabii wakali hata wakushukisha moto kutoka wapi? Mbinguni.
Sasa kama upande ya Awori kuna wakali wanakuja, mimi anajua Awori si mkali. Kuna wale wakali kabisa wanakuja wakushukisha, ujue moto ina maana miujiza kali yenye ni Mungu tu angefanya. Manabii wa uongo wataifanya. Lakini wanapoifanya, kwa nini siku za mwisho lazima mjaribiwe? Kwa njia gani? Deuteronomy 13 kuanzia penyewe. Naomba isome msomaji mzuri. Deuteronomy ni kusema kumbukumbu. Naam. 13 aya ya ngapi? Anzia penyewe. Penyewe inasema nimefika pale. Inasema 13. Kukizuka katikati ya nabii. Kukizuma katikati yako nabii. Katikati yako nabii. Ndio. Au muotaji wa ndoto. Ndio. Akikutolea ishara au ajabu. Umesikia? Kumezuka katikati yako nabii. Au muotaji wa ndoto. Akikutolea ishara au ajabu. Endelea. Ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema kwanza kidogo tu, ikatukia hiyo nini? Yani chenye alikuambia ni hivyo. Lakini baada ya kuambia na akisema na tufuate nini? Miungu mingine usioijua umukatae. Si hivi nasema ndugu yangu? Na akisema na tufuate miungu mingine usioijua tuitumikie hiyo, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule. Sifika tu hapo ndugu yangu. Mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu ili apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Sijui kama mmeelewa hiyo. Mungu amewaruhusu wakina Awori na wengine wakuja, ndiye ajue sisi ni wakufuata mikate ama ni wakufuata Mungu kwa neno lake. Tuko pamoja? Sasa hii swali unasikia manabii wa uongo wamekuja, hata Mungu anafurahia. Kwa nini? Si ametupia neno lake. Sasa Awori akituambia farasi mwekundu, sio unasema tu kwa neno lake upate Mungu alishakuelezea farasi mwekundu ni wakati fulani. Sasa alikwambia alafu uende ukimfuata ukiimba nabii wa Mungu na wewe unajua farasi nyekundu ilipita. Si unaona unahitaji nyundo tu. Wewe umpendi Mungu, juu neno liko wazi na wewe umefuata nabii wa uongo kwa kupenda. Sasa hiyo hapa haikubaliki. Sasa wewe nabii yoyote unampima na neno la Mungu, ndio Mungu ajue unampenda. Ndio tunasema saa hii manabii bado wanakuja wakali kuliko Awori. Wakali kabisa. Wakali wale wenye mtaenda mtu atatoka SDA na kanza imemsumbua. Afike huko. Ambiwe receive. Kidonda imeisha. Sasa hiyo tu ni rukia Yesu, shangilia Yesu, anatoka huko anakuja home. Anaambia mzee wake leo, wewe utasemaga SDA leo nimepata nabii. Nini? Kidonda hakuna. Mzee sasa hiyo pia asomangi Biblia. Sunday tumeenda na wewe. Utawapata huko wamejaa huko. Kwa nini? Wao wanaangalia ishara hawapimi na neno la Mungu. Tunaelewana vizuri? Jua hawasomi, si unaona hata hapa penye kuna somo hawako. Wangekuwa wako hapa kwa wingi kualiko. Unaona wangekuwa hapa. Hawangeenda huko. Lakini ukiwaona hawako kuna penye walienda. Sasa jua hawako wanaendanga huko. Maana kila mtu anapaswa aabudu. Hata yule mwanamke anapaswa aabudu. Sasa kwenye kuna mshika, mwanamke anapenda kuhubiriwa na kuambiwa semeni tu mazuri ya kufurahisha. Na unaona wanawake wengi hata wenye wameolewa, hakuna mwenye akoshua mzee chenye alipata kwa mzee ndio chenye mzee alimwambia. Ni hivyo. Mnadanganywa. Mzee wako hata kama alikuwa wa nyuma kwa darasa, kwambia nilikuwa nawaongoza. Lakini akijaribu akwambie ni wanyuma utasema huyo simfuati. Hapendi ukweli, anataka ukweli ya kufurahisha. Kama ni ukweli make sure ni zile za kufurahisha. Hata ukienda ugongo ukuje mbaya mbia mke wako leo nimegonga watu. Na ni wewe uligonga. Kijaribu kumwambia uligonga. Anakutukata. Sasa juu wapendi ukweli bado hiyo character wako tu naye kwa neno la Mungu. Jaribu wahubirie mke wa kanisa
venye inafaa akae nyumbani na kila mahali. Ubiri hiyo sabato ine zimefuatana, utabaki peke yako. Wata left utabaki peke yako. Na ukiwa na ubiri ukipuliza maji, umeki sure unawapoesha juu. Ukienda direct ukinyamaza iko shida. Wata left bado. Sijika naelewana vizuri. Sasa juu ya hiyo dhambi walipenda, wanaendanga kwa shetani na miguu miwili. Nenda kwa YouTube. Waangalie manabii wote wa uongo. Waandikie, ningependa kujua, mimi ni mwanamke, ningependa kujua wake wako wangapi kwenu ni join. Hakuna nabii atakwambia ni waambie there are many. Hiyo ndio jibu utajibiwa. Sasa hapa nadhani tumemaliza. Na mwanamke ukitaka kujua utaenda mbinguni kujua ni rahisi. Jipime tu roho yako inapenda nini. Hata vipindi za uongo, vipindi za TV unajua nyingi za uongo. Mashabiki ni akina nani? Wanawake. Hapo ndo hapa. Kama kumkumbagi. Kumbagia. So hapo tumemalizana, turudi hapa. 1290. Tuelezanie kwa 1290. 1290 nani atanisaidia? Ujue nataka mfundishe. Mnapofundisha mimi nasikia mzuri sana. 1290 naomba tuelezanie. Kwa Biblia inapatikana mstari gani? Maana tumesoma mpaka pa inapatikana. 1290 inapatikana wapi? 12 verse 11. Verse 11 kama hujaandika mbaya badilisha. 25 ni 7 verse 25. Lakini kwa Danieli ni verse 11. Haya soma. 12:11 Daniel. Yes. Inasema hivi. Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa, na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. Sijui kama mnaelewa hiyo. Chukizo la uharibifu litakaposimamishwa itapata siku 1200 ngapi? 90. Haya, nataka tupate sasa. Nani anakuja? Paul kuja ufundishe hiyo. Kuja choka ndio hiyo. Haya, kuja uelezee. Nikiwa mbele. Ukitaka shetani atoke unasimama mbele. Waja Paul waelezee hiyo. Andika, mimi nilikuwa najua utaandika. Hata wacha nifute. Kwetu watu wanasoma. Sasa unataka kusema aje uandike? Ni 1290 days ndio tunazungumzia yao. Kifundishe hii. Happy Sabbath. Sasa kulingana na mimi vile nilielewa wakifundisha hii. Ndio tumesoma hiyo kitabu cha Daniel 12:11. Inasema na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa, na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. So unabii huu ya hii 1290 tunaanza kuihesabia 508. 508. Ndio tunaanza kuihesabia. Ndio. So ndio tupate na itatimia kwa E54 itatimia tukianzia kwa 548. Hii 1290 itaishia 1798. Kwa nini tuanzie hapa kwa 548? Kwa sababu tukienda kwa historia hii 548 BC AD 548 AD. Katika historia tunaangalia kuna yeye alikuwa mfalme ama nani? Alikuwa kutoka France, alikuwa anaitwa Slovias. Na huu mwaka ndio alijoin nini katika kanisa la Kirumi na akakuwa converted na akabatizwa. So tukiadi 548 kwa sababu ili tunajua hizi mwaka zilikuwa zishapita hii 1290. Sasa hakuna vile tuta minus kwa hii.
juu huu mwaka huu 1290 ilikuwa ishapita hii 548. Sasa tutaongeza hii mwaka hii 548 edit, tutaongeza kwa hii 1290 ndio tuletea hapo kwa 1798. So amejaribu sawa sana. Ukiwa na youth mmoja atafundisha hesabu ya prophecy ni mzuri. Penye amejaribu tu, penye misi tu kidogo ni amesema hii ilikuwa imepita, sasa tunaongeza hii. Lakini hii ndio ilikuwa imepita. Tunaongeza hii. Maana hii maandia hapa kuendelea. Si ni kweli? Sasa hii peke yake ndio ilikuwa imepita, lakini amegonga 99, si ndio? Percent, so ako sawa. Sasa tukiwa tunaendelea hivyo itakuwa mzuri, maana hapa kanisa ni shule. Nakumbuka nafurahia Wakikuyu sana. Wakikuyu wakisalimiana anauliza mwenzake unasomanga wapi? Si ni hivyo kanisa? Unasomanga wapi kanisa? Lakini yani walimu wanasema unapiganga wapi denzi? Walimu wanapenda denzi sana. Si wadanganyi, wenda kwa YouTube uangalie kanisa za Western. Ni denzi tu. Hata kazi iko na ukiona ni denzi tu. Jeshi la wokovu ndio halina denzi, angali majority ni Luya. Lakini haya mengine yote paka sisi kwenye tulikuwa unakata koti ndio kicheza ifanye hivi. Sasa wewe basi bwana. Ni ukweli. Ni vizuri kusema ukweli. Hiyo kodi inaendanga aje? Ikicheza kabisa sasa wewe uko na roho. Maana unachezea Yesu. Sasa hapa tukiongeza hii tunapata 1798, sorry. 1798, si ndio? Venye kijana amefundisha, lakini hii tunaongeza kwa hii. Na tukasema kwa hapo ilisema hebu rudie hiyo andiko, kuna kitu nataka muishike. Kuna main point iko hapo nzuri sana. Nasema na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa na hilo chukizo la uharibifu litasimamishwa, litakaposimamishwa. Asante, fika hapo. Sasa hapa chukizo la uharibifu unajua ni nani? Pembe ndogo, si ndio? Pembe ndogo si mnamjua paka kwa jina. Na hako paka wa leo, si ni kweli? Lakini dunia wamemfungia macho, wataki kumuona. Sasa dunia sasa ni yule mtu unaendao na kutana na kitu kama nimefunga macho nisione, unaenda kuigonga. Maana huyu mjamaa hako na anastahili asomwe na akataliwe, lakini dunia haiwezi. Wanampenda. Si ni kweli? Marais wanampenda. Sasa huyu chukizo la uharibifu huyu wa 1290 ambaye tunaongelea sema paka itakaposimami, ndio tukasema 548 Slovias alienda na akamtangazia ushindi na akampea utukufu mwingi sana. Na ni sahihi, ndio nauliza swali hata kwenu. Si sahihi hapa. Ashumu tu CBD. Wasikie tu watu wa eneo hili wasikie tu Raila na Uhuru walikuja wakashiriki hapa na wakasema wamejiunga na sisi, watakuwa wakitoka Nairobi kila Sabato wakikuja. Next Sabbath wataingia hapa. Sikutajaa. Kutajaa kabisa. Kwa nini? Wengi sasa juu ya rais wa France kuingia kwa kanisa. Na France ilikuwa na nguvu, ndio mnaona 1798 bado ni France ilitimiliza hii unabii. Maana ni kiongozi wa jeshi wa France alishika Pope, bado bado akawa anafunga kalenda. Ilikuwa ikiongea ni kama Amerika venye inaongea saa hii. Tuko pamoja. Lakini saa hii kutoka huko, saa hii nchi yenye Biblia inatazamia itafanya kitu mbaya ni Amerika, sio France, si Italy, si nini. Saa hii Italy, Rumi imebakisha tu dini. Ni pembe. Tuko pamoja? Hii pembe yenye Rumi inawaki naye ambaye ni kwa njia ya kanisa. Sasa ndio wafaulu watashika mfalme mwenye ako na nguvu kwa dunia ambaye ni Amerika. Ikimshika ndio watenda naye kuharibu. Maana shetani akitaka vita anaendanga na mfalme. Hata Nebukadnezar aliepa shetani kimchezo. Aliponea, lakini shetani hakuwa na wake na Nebukadnezar. Lakini ni bahati tu juu ya kadhabu ya Mungu Nebukadnezar aliokoka. Tunaelewana vizuri? Haya, saa 1290, kuna mtu ako na swali kuhusu 1290? Sana. Ningetarajia kama uko na swali, maana haukukuwa. Unatafuna. Wewe ndugu yangu swali kuhusu 1290?
Ningependa uelezee tena. Unataka tu irudiwe? Na wewe? So hata watu ukiangalia nje niko na wewe. Mimi kama kuna watu wanataka waelewe ni wakina baba. Wewe uko na swali kuhusu 12.9? Mama Bosco. Tuirudie. Sasa ina maana watu wote nimeuliza wamesema irudiwe. Ina maana nirudie tena, si ndio? Wacha nitafute njia. Nifundishe tena kwa lugha rahisi. 12.9 ni miaka ambayo Danieli amepewa kuhusu mnyama atakapofanya kazi. Si ni kweli? Na katika Biblia hii 548 hii inaitwa AD. 548 AD, after the death of Christ. Sasa hapa tangu Yesu akufe kulikuwa kumepita miaka 400 na kitu. Maana alikufa AD 31. Sasa ikifika huu mwaka huu kuna kitu ilifanyika. Maana Danieli siku ile atatayuli. Na tunaona huu mwaka ulipofika kiongozi wa France Slovias aliingia katika Rumi. Dini vizuri na akaikubali na akaiamini kwa nguvu. Maana alikuwa anaongea tu kwa mdomo. Lakini aliingia akaikubali na akaitangazia nguvu nyingi sana. Na hata kutoka hapa ndio walipata nguvu za kupiga hizo country nne zilikuwa zimebaki. Wale wafalme wawili walikuwa wamebaki maana walikuwa washatoa mmoja. Heruli ilikuwa ishang'olewa. Hizi zingine wakapata nguvu ya kumalizia haraka haraka. Sasa hapa ndio maana tunasemanga 1290 days. Ndio tulisema is equivalent 1290 years. Juu kwa unabii a day is a year. Tuko pamoja? Sasa hii ni miaka 1290. Na hapa kulikuwa kumepita miaka 508. Hii miaka 508 sasa tunachukua miaka 1290 tunaongeza kwa hii. Tunaona inaishia 1798. Ikiishia 1798 tukienda kwa prophecy tunapata jeraha la upanga. Napoleon alichukua kiongozi wa Rumi Pope. Akamfunga hadi na Biblia inasema yule mnyama atapata jeraha la upanga. Sasa Danieli 12:11 ikizungumzia 1290 kitu chenye Mungu alikuwa anatufundisha kuhusu hii maneno hii. Venye mnyama atapata jeraha na ametuonyesha kuanzia 538 akatugongea hesabu. Akarudi nyuma hata wakati anapewa ufalme vizuri anaongezewa nguvu na kiongozi wa France ambaye inaanzia 508 bado inatupeleka pale. Tunaelewana vizuri? Inatupeleka kwa 1798. 1798 Pope alishikwa akafungwa na Napoleon hadi na yeye ndio yule mnyama. Ukiulizwa mnyama ni nani? Ni nani? Ni Pope. Papas si Pope nani Francis. Pope Francis ni huo ufalme. Si yeye lakini huo ufalme. Maana yeye atazamua atoke aokoke. Mbingu itamfurahia. Hata kama ni kamuzee. Maana utumuzee tukiokoka pia ni vizuri. Lakini juu kama amua kutumikia muovu. Na unajua wacha niwaambie kama kuna kitu. Kwa hiyo Heaven Book tukisoma tulikuwa tunasoma siku moja imerekodi watu wenye hawatakuwa mbinguni. Ilikuwa imerekodi Cain, imerekodi watu kama wakina Kaini, mke wa Anania na mwenyewe wenye walidanganya wakakufa wakati wa mitume. Imerekodi watu kama wakina Nero na imerekodi paka wakina Popes. Wanasema Popes. Sasa mimi Popes wamekufa wote. I'm 100% hata wapata mbinguni. Pengine kama kuna mwenye alitubu. Lakini mwenye amekufa akiwa Pope akazikwa mbinguni sahau. Kwa nini? Uongo wanafanya wanajua. Wanapigana na Kristo wakijua. Juwezi ende ukachukua 10 commandment ukabadilisha. Amri ya pili si wametoa. Ina maana walitoa wakipenda. Hawakudanganywa, si ni kweli? Amri ya 4 si wametoa. Wamesema shika kitakatifu siku ya Bwana. Hiyo ni nini? Hiyo huwezi jua nini. Na wakajaza zikajaa 10. Sasa ukiwarudishia hizo 4 watakuwa na 12. Lakini si 12 juu hii wameitafsiri. Hii ya 10 na ya 9 kwao ni moja. Ni moja kwa Biblia lakini wameifanya zikawa mbili. Sasa hiyo wamebadilisha kwa yani wanafanya dhambi ya uasi.
Catholic dhambi inafanya ni ya ua, lakini washiriki hawajui. Wenye wanajua dhambi hii ni viongozi wakubwa kama kina popes. Maana pia kuna mafadha hawajui. Usione mafadha wote wa Catholic pia wanajua. Ni wamedanganywa tangu utoto, kamelelewa akafundishwa uongo huko, kamwambia utakuwa mtoto wa kanisa. Na kanasomanga catechism tu. Sasa mwisho wenye wanakalia system wamemdanganya. Niliona ukisoma documentary ya Vatican. Chini ujue Vatican venye iko juu tena chini ni karibu same. Wamekoroga huko chini, unaenda unatembea tu. Malibrary huko chini, vitabu zote. Paka scroll za Kiyahudi zenye zilikuwa na Biblia. Waje nikwambie Rumi wako nazo zote. Original zote mnasemanga Rumi huko. Si ati hawana. Hakuna kitu original ya Biblia Rumi haina. Hiyo kama mnafikiria hiyo sahau, Rumi iko na vitu zote. Sasa ni wao wamechagua. Wakaona tutaulizwa iko wapi. Wakachagua na wakaharibu. Ndio unaona kuna Catholic Bible. Nasikia Biblia inasema mheshimu daktari. Sasa Biblia ikianza kuongelesha hivyo. Inasema ukisumbuliwa na jini enda uchukue tobiti. Inasema ukisumbuliwa na jini enda uue samaki uchukue nyongo ukakunywe. Utapona. Sasa Biblia kama hiyo ni ya Mungu. Sasa huko ni kwa mganga. Sasa tobiti alikuwa ni mganga. Lakini mganga aliitwa tobiti aliwekwa kwa Catholic Bible. Wao hawana shida na yeye. Unaona sasa? Na waka mix hiyo vitabu. Tena ukitaka kujua ni wakora. Wameiweka kwa New Testament na kwa Old. Ndio usisitafute usipate pamoja. Wamezifanya hivi. Sasa unaona ni wakora kabisa. Unaona? Sasa watu wakora kama mbinguni hawaendi. Ndio hawa wametajwa kiunabii. Tumemalizana kwa hiyo. Nimerudia tena. Nikienda kurudia naongezea chenye sijasema. Umeelewa ama bado mnaiangalia kwa hasira? Machuka. Unasoma leseni na sisi tunaulizana hapa maswali. Naomba uelezee 12:9. Kunaenda aje? Hapa ni shule, hapa si kanisa. Kanisa wa serikali ilisema ni home. Wote zaenda home kanisa, hapa ni shule. Haya. 12:9 utaielezea aje ndugu yako? Haya, chukua lesson niweke kwa mfuko. Haya, tuendelee. Twende nani? Dina. Waacha Dina kitu kwa. Naomba usonge huku tukuone. 12:9. Naomba ujaribu kulingana na akili zako venye umeelewa. Hapa hakuna cha talanta, tutaimba tu, tunasoma tukiimba. Nisaidie, umeelewa aje 12:9? Hiyo Bible hapo hiyo ni mfalme alijoin Rome ni church na kabatizwa. Alafu hiyo ni unachukua hiyo Bible fulani, hiyo ni 12:90. Hiyo 12:90 hapo ni penye yani Daniel anatoa sijui. Alafu ukiaji inakutia 1798 nini ili happen? Nini ili happen? Hiyo 1798. Hapo ni nani? Jela upanga. Ilitokea. Popa alijua na huyo nani? Hiyo king. Napoleon, kiongozi wa jeshi. Si amejaribu? Congratulations. Haya, mimi sitaki watu wanalala tu. Leta mkono. Umeinua mkono. Nilikuwa na swali na hapa itawarudisha nyuma kidogo. Turudishe tu. Kuna hizi country tatu zilitolewa. Heruli, Vandals, Aswakos. Yes. Na kwa mapa ziko. Zilipotolewa ziliunganishwa na zingine ama what happened? Haya, pia nitawasaidia kidogo. Wakati tulisema hizi country zilikuwa si country, huu utawala. Maana ni utawala. Ulitengwa wakati gani? 1746. 1746 476. Paul walikuwa? Paul mtume. Swali kweli.
Hakukuwa. Alikuwa ashakufa, si ndio? Na mnajua Paulo alihubiri Italy. Kweli si kweli? Alihubiri aje Italy na ilitengwa mwaka huu? Baadhi ya maswali inafaa tu. Alihubiri aje Italy na ilikuwa na Italy imetengwa mwaka hii. Ilikuwa lakini haikuwa under hiyo jina ya Italy. Okay. Sasa Rumi ilipofika mwaka hii, Bosco ndiye amekuja kwa point. Walikaa chini wakaangalia, tumejaribu kuua Wakristo, tumewaua kweli, na wakasema kweli tumeua, lakini hatujafaulu. Maana tunaona uongozi wetu huko kwa hatari bado. Wakasema ni adui gani mnaona? Wakasema sasa kuna Italy, wakachagua nchi zenye zilikuwa za nguvu. Kuna wa Italia, kuna wa Swaziland, kuna Waingereza wenye walionekana wana nguvu. Si ni kweli? Rumi ikasema wao watatawala pamoja nao. Tunaelewana vizuri? Sasa Rumi ikawapea uwezo wa kuaccess kwa mali za Rumi. Wakiwa 10 hivyo. Wote wakakubaliana lakini wanapopewa Italy pali pake penye iko sahihi ilibaki hapa. Lakini chenye ilipewa Italy iliambiwa dunia hii earth imegawanishwa mara 10. Sijui kama naelewana vizuri. Sasa nyinyi wa Italy hata kama mko hapa mtatawala dunia pande hii. Sijui kama naelewana vizuri. France kama hata mko hapa kwenyu ni France. Lakini dunia earth upande hii itakuwa yenu. Mkitaka kutuma mali, mkitaka nini mtatuma wajumbe wenu pande hii. Mtaenda mtawale. Tuko pamoja? Sasa ikawa hivi, juu zimepata sifa kutoka kwa mnyama ambaye ni Rumi. Sasa ikawa ina maana Mrumi ndiye anazifeed. Kwa mali, kwa kila kitu. Maana hii Rumi ilikuwa imenyang'anyana mali. Na ilikuwa inatawala dunia juu tangu 168 kabla Yesu azaliwe. Wamekuwa kwa uongozi. Sasa ina maana wao wana uwezo mkubwa sana Rumi. Sasa hawa wakakubaliana na Rumi haraka. Maana wakati huu Syria ilikuwa. Si ni kweli? Wakati huu kuna nchi nyingi tu zilikuwa. Sasa tunaelewana vizuri. Wakati Rumi ilichagua wengine wakina Vandals, Aswakoth na wakaonekana kana kwamba wamekataa, wamechukua sehemu ya dunia kweli. Lakini sasa walipoletewa kiongozi wa dini, akawaletea mambo kinyume na venye walikubali. Maana wao walijua ni kutawala dunia, tufanye maendeleo. Kweli venye walikuwa Kenya, si walifanya maendeleo. Kiongozi wa dini alipokuja, akawaambia si hivyo tu. Hata kama mtafanya, mtaunga yetu mkono. Mtafanya pamoja na dini hii. Tunaelewana vizuri? Sasa dini ikawa inawalazimu wafanye wakiwa wa dini hiyo. Ni kama upewe gari. Alafu mtu akwambia lakini ndio uchukue hii gari uendeshe lazima uniabu. Sasa itabidi urudishe gari. Mwambie ibada yako kaa nayo mimi sitaki. Sasa wao walipoambiwa hivyo kwa hizi sehemu zenye walikuwa wamepewa walinyang'anywa. Wengine wakaongezewa. Kama France walikuwa watawale paka hapa wakaongezewa mpaka. Wenye walikuwa wanapakana nao wakawagawana ardhi. Ndio unaona sasa watu wamepata uhuru kutoka kwa hawa 7. Wengine walitolewa. Walimezwa. Si Kenya kumekuwa kunatawaliwa na akina nani? Britain, si ndio? Hawa Britain wanapotawala Kenya, wakati unabii inaongelea haikuwa inaongelea ile Britain yenye tunajua. Ilikuwa inaongelea utawala wao wa Kenya, wa dunia mzima mpaka huku Kenya. Tunaelewana vizuri. Lakini ukiangalia ni hiyo ina maana utachanganyikiwa maana kuna zenye zilianza kabla huu unabii utimie. Tumepatana vizuri? Sasa 476 ni mnyama kuwapea nguvu. Venye saita ikia mwisho atapea Amerika nguvu. Lakini Amerika atatumiwa mbaya maana ni wakwenda kupigana na Mungu. Amerika kama wangejua wangeachana na hiyo maneno lakini hawawezi sikia lazima atimilize unabii. So nadhani kwa swali la Elda nimelielezea tena. Elda uko sawa mwenye swali? Haya, karibu. Nimependa kuuliza tulikuwa tumekoloniziwa na British. Hadi
Umesikia swali, nani anajibu? Kuna vitu Haya, Bosco karibu. kuna vitu zenye tulibaki nazo kama sheria. Kufanya law utapata kuna sheria zenye ziko British na tuzichukua venye ziko hivyo tukaziweka kwetu. So ukienda kotini wanakusomea direct, wanaquote kutoka pale. So kuna as much as tunasema tuko free, lakini kuna vitu zao zingine bado tuko nazo tunatumia. Asante sana, karibu sana. Bado tumekolona, bado tuko under British colony. Ndio kwa nini? Kwa sababu kwa sasa hatuna uwezo wa kujisimamia kufanya mambo mengine. Lazima tutegemee bado kule. Hata tukiangalia ile lugha tunazungumza, tumeweka ikuwe kama official language. Kizungu. Kizungu haiko lugha ya Wakenya kabla wazungu wakuje. Lakini bado tunaitumia kila mahali unapoenda. Kizungu lazima kitumike. Kiswahili ni wamesema tu ni lugha ya taifa, lakini official language ni Kizungu. So hiyo swali umesema bado tuko chini ya Bebe. Bado tuko chini yake. Ukiangalia saa hii Kenya tunakimbia kuomba deni huko. Asante sana, tukubaliane kwa lugha hii. Mnyama wa nne, si kweli? Ambaye alikuwa na meno ya chuma. Hii meno yake ya chuma hii ako nayo. Juu yake kulikuwa na pembe ngapi? 10, si kweli? Na hii ni mnyama wa ngapi? Baada ya mnyama wa nne kuna mwingine alikuja? Hapana. Na huyu mnyama wa nne represent sanamu vidole 10 za miguu kwa Danieli 2, si kweli? Yesu akikuja alipiga wapi? Vidole. Juu aliupa? Ndio sasa unaona kuna koti kama ya Hague. Hague unafikiria Kenya iko na sei? Haina. Lakini kuna the Great 7 ambao wako under Rumi. Hakuna siku utasikia walifunga pofu huko walikosea. Tuna sei lakini sheria yao inatufunga. Sheria yao inatufunga. Ndio unaona walikuwa wameungana hapa Afrika wanapigana watoke huko. Kwa hiyo koti yao. Maana iko tu na inaongoza dunia, lakini ndio inaonekana kana kwamba ndio koti ya haki, lakini si ati ni ya haki. Ya haki ni ya Yesu peke yake. Sasa hiyo iko wanatawala kwa hiyo. Halafu the Great 7 G7 wakiongea wanaongeanga kitu kimoja. Lakini Amerika juu ingine imetokea nyuma ikawa overtake, Biblia imeshatutoa kwa hawa 7. Imetuingia sasa hii mwenye tunaangalia tuangalie 7. Maana hawa 7 hata wajapigana na Mungu. Amerika ndio watakuja kupigana na Mungu mwisho. Maana shetani atawatumia. Lakini mwenye Biblia haitoki kwake ni yule Rumi. Rumi anatawala hii pembe ndogo hii. Anatawala ako na macho na kanwa. Ni kusema na kuona. Asikiangi anaka masikio. Na mimi nashukuru hiyo juu angesikia nikihubiri sasa hivi nifike. Sasa juu anaona anga tu na kuenda. Si ana macho na kanwa. Kazi yake ni kuona na kuenda na kusema makufu. Sasa yeye kazi yake saa hii uchumi wa dunia mzima anachukua. Sasa Rumi, ukienda Italy ni nini inahitajika Italy kujengwa? Kuna barabara haijaundwa Italy. Ni nini Italy inahitaji? Hakuna, walimaliza kila kitu, ni city. Hawananga harambea mjengo, hawananga harambea kitu chochote, lakini zaka ya dunia mzima inaendanga. Na ukikufa wanakuja kupiga faini, wewe ulikuwa mshiriki mwenye autoi pesa. Kwa kitabu yako tumeangalia tangu wanakuambianga tangu 2000 hujakuwa active. Wanakalkuletia zaka, wanakuambia uko na deni ya zaka ya shilingi 20,000. Ama wanakuambia uko na deni ya zaka ya shilingi 100,000. Ndio uombewe. Ndio uzikwe, wanakuambianga utoe kwanza, toeni deni ya zaka. Ukishatoa deni ya zaka, wakishakuzika watakuja wakwambie ndio tumuombee aingie patakatifu mno, dhambi zake zisafishwe. Ataambiwa atoe 5,000 ama 10,000. Hizo 10,000 zote zinaenda wapi? Vatican. Ndio mnasikia kuna kwa na wale banga sijui nini. Rumi ndio iko na pesa nyingi. Hata Amerika wakitaka kukopa wanakopa kutoka Vatican. Unaona? Kenya yani Catholic inakopesha Amerika pesa. Ndio mjue ndio inatawala dunia. Popo hakuna, ndio unaona wanakaa tuna dhahabu wajua fanyie nini. Hakuna kitu wanahitaji wauze ndio wapewe.
Enda online utafute makanisa yenye imejengwa na zamani ni ya Catholic. Na waitishaji msaada. Umaisikia Catholic wanaitisha msaada. Hata crusade hawafanyi. Crusade hawafanyi juu wanajua shida ya watu ni pesa. Hawa hivi wamekaa hapo wanaomba kazi. Hawa wakuja wachukue siponi. Wachukue nani, wachukue huyu wafungulie biashara. Kanisa dialect. Waambie maji hapa tumefungua, atakuwa na walipa shilingi 1,000 kila siku mkipea watu maji. Lakini mkishaanza kupea wanakuja kuambia ndio uendelee na hii kazi ukue Mkatoliki. Inabidi muachane na mambo yako SDA juu SDA hakuna chakula. Ukae huko. Ukishakaa huko umepotea. Wanaangalia area hii hakuna shule. Wanakuja wanachonga sanamu kubwa ya Maria. Alafu wanawasugulia shule. Muombange mkiabudu sanamu. Wanakuja wanaangalia hapa hakuna hospitali. Wanawajengea hospitali kila kitu wanawawekea. Lakini ukienda hospitali ndio mkwe madaktari huko mkwe wa Catholic. Tuko pamoja? Alafu unawaambia kitu kingine na mkitaka kuhudumu vizuri huko. Maombi iko hapo. Sanamu iko hapo. So ukienda umegojeka umekaa hapo Yesu anaponya alafu maandikio hapo Maria muombezi wa wagonjwa. Sasa ukiangalia hivi vitu yote crusade wanafanya kwa elimu za juu. Popo anaendanga anakaa na rais wa nchi fulani amsha mwiliki. Mvua ni mzuri kinyesha. Popo anakaa na rais. Popo anahubirianga marais wote ndio wanakuwa wa Catholic. Juu pia yeye ni rais. Anaenda anaambia Uhuru msaada. Hata juzi sijui president akienda kama hajaidiwa msaada. Anaambia sasa wewe watu wako wanasumbuka na wewe ni kijana yangu ya kanisa. Ni nini? Kubali hivi msaada iko. Wanakubali. Tunaelewana vizuri. Kanisa linazidi kufunguliwa. Ndio unaona Samson alisema alipotoka hapo tafuta juu aliambiwa waenda tu. Unatoka mmoja wanaingia 100. Tumepatana. Haya swali lingine. Haya, tuende hii. Hii tumeelewana. Nani hajaelewa hii? Enda kuja ufundishe hii. Utafundisha hii. Ni kutoka uamuzi. Haya, asante karibu darasani. Haya. 12 aina 13:35. Nani atakuja afundishe? 13:35. Haya, simusonge huku mbele. Haya. Endelea mwalimu. Wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa Kuja usomee hapa. nasema 12:11 Danieli inasema hivi, na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, utapata siku 1,290. Aha.
heri angojaye na kuzifikiria siku hizo 1335. Heri angojaye na kusikia siku Hizo. sasa hii tunafaa tujilete kwa 1844. Hii inafaa kitabu yake itupeleke kwa 1844 wakati kunakuwa na Mennonite movement. So hapa tunafaa tunatoa kwa sababu tutatumia 457 wacheni Bosco hapo. Wewe kama hujui utakuja tu. Unamchanganya. Wakati kuna anaanziwa kujengwa upya kwa ukuta ya Yerusalemu, tutatoa kwa hii. Wakati nani hii jamaa anaitwa Jerome wakisimama wakati anaanza kazi yake, hii tunatoa kwa Haya, vikuje kidogo tu. Bosco ako sawa na Bosco kuna siku alifundisha hapa same na akapata, si ni kweli? Sasa kuna kaera kenye taki mkwe nako, kuna uwezekano uli gram. Sasa nataka utoe hiyo gram upate solution, sawa? Haya, sasa naomba mwenye atakuja, hii ni nyinyi tu mtafundisha. Kagiriwe ndio ulianza kuambia Bosco apate, lakini Bosco kwa zote Bosco, unajua hakuna unabii yote, hakuna penye ainui mkono na hakuna isipokuwa ni hii, na mimi najua umemchanganya ni kakitu tu, utasikia akisema Sasa hapa zote anajibu. Tuko pamoja? Sasa nataka nyinyi wote kama kuna mungekuwa kama Bosco, acha niwaambie prophet tungekuwa tumemaliza. Na maana ako tayari kufundisha, na kama hutakuwa tayari kufundisha hautaelewa. So ndugu yangu Bosco, Mungu akubariki sana. Haya, Kagiri kuja. Tunatafuta nini hii miaka? Haya. Shika. Pole mama. Sasa katika 1335 hapa ni tuna add. Ndio tupate 1844. Hapo Bosco alikuwa sawa kabisa. Sasa tunaanza mwaka wa 508 wakati huyu Slovius alipochukua madaraka. Yes. So tunasema 508 plus hiyo inakuja 18. Najua ukiachia hapo Bosco atabadilisha. 1843. Yes. Ilikuja 1843. Naam. Juu sasa inasema mfikirie mpaka mwisho. Eli atakaye ongojea na kufikiria hadi mwisho. Hadi mwisho wa siku hizo. So mwaka 1843 sio mwisho. Yes. Una plus 1 inakuja 1844. Hapo ndio mimi nimeelewa hivyo. Asante chenye umekuja mzuri, congratulations. Umepata 99.9%. Yaani umejaribu sana. Kwa hii
tunasema hivi, mwisho wa 1843 tuna plus 1. Tuko pamoja? Unasema mwisho wa 1843 inakuwa 1844. ukiambiwa mwisho wa sasa tuko mwaka gani? 2021. Mwisho wa 2021 itakuwa lini? 2022. Ndio tutakubaliana 2021 imei. Sasa tu mwisho wa hii tuko kwa 1844. Chenye tu usemi ni plus. Lakini congratulations. Si amefundisha vizuri. Bosco najua ako right. Hii si shida kwa Bosco na hata sina shida naye. Maana alikuwa ashatupea jibu. Si ni kweli? Ni hapa tu ilikuwa anasahau aanze na gani. Haya. Na hapa kwa 1844 ndipo wameanza kuhesabu mpaka kuongeza masiku kwa mwaka. Masiku kwa mwaka ijaanza 15 ije tu. Haya. Tuko pamoja. Lakini unajua siku kwa mwaka ya affect kitu kubwa. Utajipata tu ndani ya hiyo mwaka juu wanaweka different ya siku 5. Umeona? Bado haichange kitu kubwa. Haya. Hesbon. Kuja ufundishe hii. 18 si hiyo. Hesbon. Haya kuja. Kuja ujaribu. Hapa tuko shule na hakuna kuchekana. Ni kujifunza. Na nani atafundisha hii? Hata Steve kijiami huku. Nani atafundisha? Njeri kuja. Charity. Karibu sana. Huwezi kuwa tu mwanamke mwache wengine wakilala umekuja kanisa alafu roho akose kutumia. Sasa Esbon niangalie ukimaliza anakuja. Happy day. Yes. Tunapata ndipo Daniel alipopewa kazi 1290. Tunasema plus 5 for 8. Yes. Hii 5 for 8 ndio mfalme Sylvius alijiunga na Rumi. Ndio. Tunapata 1798 ndio Pope alifungwa na ufalme wa Napoleon. Yes. Amen. So, yani sina cha kupatia. Si ameleta mzuri. Ameleta mzuri. Unajua kuna watu bado wako na hiyo swali paka online. Haya, Esbon kuja uifundishe. Hiyo tu. Tuko shule, hatuko pale pengine. Hapa ni shule. Church ni home. Walisema home church. Church tutaenda home. Hapa ile is a shule. Maana shule hazijafungwa. So, Abi Sava. Hii 1290 sasa tuna add 508. 508. Hiyo 508 tunaipata. 508 ni wakati wa huyu mfalme. Tunasema watu. Jina ndio sijui vizuri. Ndiye alikonvertiwa akakuwa Mkatoliki. So ukiadi nakuja ngapi? 1798. Hapa ndio Pope alishikwa. Yeah. Amejaribu? So tunaenda mzuri. Wow. Uko karibu? Kama nitakuwa nani, naona wewe unakaa kukuja monje. 1335. Kuna mjamaa mwingine online amesema acha uongo na yeye mwenyewe tumwambie afundishe, sijui atafundisha nini. Maana sisi tunaenda na Biblia. Anasema ako free leo uende akutamkishe shahada.
anaitwa Ashban Chuvalo. Akitutolea unabii kwa Qurani, mwambie andike hapo unabii yote Qurani imetoa. Isipokuwa Qurani imetupea tu unabii wa mbinguni, tutapewa wanawake 70. Lakini hakuna unabii ambaye ni unabii ya uongo bado, maana mbinguni nabii Isa amekataa hiyo. Sasa hiyo tunajadili na watu wenye wana kitabu cha unabii. Kama hauna kitabu cha unabii inabidi ukuje darasani. Amen. Nadhani hiyo ndio itamsaidia. Maana hapa wewe mtu mwenye kitabu chako hakina unabii yoyote na ukuje kwa hii mjadala, ina maana ni wewe uende ina maana wewe umeenda kwa university umetoka nasari. Sasa umekutana na watu wengine wako na topic nyingine ambazo ukiangalia hauelewi. Sasa jibu lenye atazatoa mzuri tunalimsaidie ni aseme mnafundisha uongo. Ama akubali haokoki. Maana Muhammad hajui unabii yoyote. Yeye hata hajui historia, anasemanga Adamu alikuwa Muislamu. Alafu anarudi anakuambia Muislamu wa kwanza ni Muhammad. Hadija ndiye aliokoka akiwa wa pili. Sasa unashindwa kati ya Hadija na nani aliishi. Sasa Qurani imechanganyikiwa, unabii hujui. Sasa ni Muislamu unakaribia tu darasani unasoma. Maana na ni nabii mmoja kwanza atuamini. Tunataka ushahidi wa manabii wawili. Qurani hadithi ikaandikwa na manabii wawili tukaileta kwa meza. Hapa tunasoma Danieli, tunasoma Isaya, tunasoma Nabii Isa mwenyewe na wengine. Sasa ushahidi ni mwingi. Sasa haja qualify kukaa meza hii. Tuendelee. Haya, 1335 inapatikana kitabu gani? Danieli 12:12. Danieli 12:12. Na inasema heri angojaye na kuzifikiria siku hizo 1335. Qurani ikitoa andiko kama hiyo na silimu. Maana inatoa, Biblia inatoa na inaweka. Ndio maana hata mimi ni Mkristo. Maana Biblia inaongeanga tu ukweli tu. Historia inaenda tu na historia. Qurani hata ukisoma historia ya uumbaji imechanganyikiwa. Kuna watu mtu aliumbwa kwa udongo iliyovunda, mwingine akaumbwa kwa udongo mzuri. Sasa hatujui ni Waislamu hadi akina nani. Sasa ni shida bado. Haya. Naomba huko mmoja akuja afundishe hiki. Haya, nani anakuja kufundisha hiki? Kwa hivyo Chuvalo, uwe mwenye kusikiliza, si kusema uongo na hujasoma. Kuna mmoja hapo nataka mwenye kufundisha hiki. Ndugu yangu. Amaonje kuja. 1335. Pia amonje Bible. Wali around hii mbinguni lazima tuende. Kwa mwingine kwanza. Unanifanya aje ndugu yangu? 1335. Wewe unajua. Sasa nikuja. 1335. Unajua wewe kwako dikali juu ndio tumefundisha leo, lakini hao wamekuwa kwa darasa wiki ngapi? Haya, sasa nikuja. Wacha niwaambie kitu. Unaona nisipofanya inji anafanya. Hamutajua. Juu mtu wanasemanga amini lakini hawajaelewa. Ukitaka waelewe mpea afundishe. Na chenye umefundisha swali lote ulijibu kwa fundisha alitatoka kwa kichwa. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Jaribu tu hapa, si hadi kuna kuanguka hapa, ni kupita tu. Naam. 1335 ndio hiyo tunafundishwa, msikize. Ndio tunaipata kwa Danieli 12 Danieli. Waambiwa mama wakwe chonjo juu wanakuja kuirudia. Daniel 12:12. Yes. Hapa tunafaa tunaangalia 1335. Tunaangalia na add 508. This is AD. Hesabu 5 plus 8 13, sindio? Only 3. 8. Inakuwa 1843. Sindio? So 1843 ukiangalia ndio mwaka uishe, ufike mwaka ikishafikia mwisho hatutakuwa ikue 1843 kwa sababu mwaka tayari umekamilika. So ndio ianze mwezi wa kwanza, ikikamilika ndio maanisha tunaingia mwaka mwingine. Ndio maana tutakuja tunaongeza moja, itakuja 1844. Amen. Tumeelewana vizuri. Na swali kwako, hii 508 umeitoa wapi? 508
ni ile wakati mfalme Herodias naam alipo ingia kwa dini ya Kirumi. asante Sisani amejaribu na ni siku yake ya kwanza. asante Asante sana. Saidi mtihani tu mpaka Saidi ndesha atakuja. Danieli 2 sirudi. Nilikuwa nataka niende Danieli 2 lakini wacha tufanye mtihani. Haya, uliza swali maana mimi mnaniuliza na wauliza. Kwa nauliza kwa hiyo tunaishi na hiyo 1335. Mbona tu tunaanzia kuwaje kwa 548 na hiyo ingine bado 548? Katika Biblia kuna unabii tumehesabu kutoka 57 BC. Si ni kweli? Kuna ingine tumehesabu kutoka 508 AD. kweli? AD. Si ni kweli? Kuna ingine tumehesabu kutoka 538. Sasa tunaendana na event. Tunapatana vizuri. Hii ya Danieli kulikuwa na command. Na ujue na kufahamu zitaanzia wapi? Sasa hiyo tunaipata kwa chapter 9 verse 24. Si ni kweli? Tukifika hapa hii ni zenye zilikuwa hazijatimia. Hii aliambiwa na ikatimia ikapita. Hii tuliambiwa atakapopewa, si ni kweli? Na hapa naona kweli kiongozi anapata mamlaka zaidi. So inatulazimu tuende hapo. Na hii nayo tunapata ni Rumi ikishapigana vita ya kidini imeshinda. Ndio inabidi tunaenda hapa. Sasa Biblia inaongelea ya hapa na inaongelea hii. Uwezi chukua hii ukileta kwa hii utaelewa. Hii ni AD na hii ni BC. Unaona? Na kutoka kwa hii kukuja kwa hii ilikuwa ni miaka nyingi sana. Sasa lazima ujue kulinganisha, ujue event ni gani na inaongelewa wakati upi. Si ni kweli? Sasa pembe 10 huwezi sema zihesabiwe kutoka kwa huu mwaka. Maana pembe 10 zilimea nyuma, pembe ndogo ilimea nyuma ya pembe 10. Na hizi pembe 10 kwa historia nazipata ni 476. Si ni kweli? 476 BC. Tunaona tushapita huku. Sasa kitu yenye ilikuja nyuma ya hii mwaka ya 476 hatuwezi enda huku. Tutaenda mbele ya. Sasa maasi ya pembe ndogo tunaiangalia kutoka mbele ya 476. Hatuwezi tafuta nyuma ya 4. Tunaelewana vizuri? Hapa nadhani tuko sawa. Kijana umeelewa? Haya, naomba mtu akuje aelezee kwa nini hii 538 swali la kijana. Nimepeana hiyo miaka. Mtu akuja aelezee kijana ajaribu kumwelezea elewe. Acha tujibu hii alafu tukuje kwa yako. 1335. Mmesikia amerudia hiyo swali. Na ndio nazidi kuambia tunafundisha tukirudia. Sasa kwa hiyo tutarudi hapa. Haya. Lakini kwa hii naomba Juve nimefundisha kuna wajamaa walikuwa wanaongojea ipi. Nani atakuja afundishe hii kulingana na kijana nimefundisha. Nimesema hii kwa nini? Hii kwa nini? Hii kwa nini? Mimi nataka tukitoka hapa nyinyi walimu. Mnaenda kufundisha professor. Hapo nikuja basi. Si mwaka nimeandika. Kijana aliuliza kwa nini hesabu kutoka 508. Na mimi nikasema kuna hii, wacha nirudie sasa juu nijua mjelewa. Sasa ukae macho juu sasa tunaelekea ni kuchagua ukuje na ukuji na maana unafanya makosa. Sasa hii na hii na hii ni BC before Christ. Si ni kweli? Hii ni AD after the death of Christ. AD after the death of Christ. Sasa hii na hii zote zimekubalika kwa prophecy. Na tukasema hii ya BC kwa Danieli chapter 9 imeelezewa. Tukasema na ukumbuke na kufahamu mpaka sheria itakapotolewa. Tukiangalia kwa historia sheria ilitolewa mwaka hii. That's why tunaanzia hizo nabii. Sasa kwa hii ni miaka gani tunaanzianga hapa kwa hesabu? Hapa ihusiani na 1260. Tuko pamoja? Hii tunahesabingi kutoka hapa mwaka gani? Kama Danieli 8 verse 14. Tunahesabingi kutoka hapo hizo masiku, si ni kweli? Na bado tunahesabingi kutoka hapa majuma ngapi?
70 weeks. Si ni kweli? Sasa hizi na hizi 70 weeks za Danieli chapter 9. Hizi tunahesabu kutoka hapa. Si ni kweli? Hizi za Danieli chapter 12 hatuhesabingi kutoka hapa. Maana events za zinaongelewa ni zingi. Sasa mnaangalia kompyuta jamani. Na swali iko hapa. Event hii ujue nikimaliza hivi alafu nikuite saa hiyo ufundishe hivi. Unaona alafu ukose kufundisha inakuwa si sawa. Nilisema kwa 457 tunahesabu kuna event mbili za tunatumia hapa. Kuna hii na kuna hii. 70 weeks za Danieli chapter 9. Na kwa hii bado kuna events mbili tunahesabu kutoka hapa. Kuna 1290 na 1335. Si ni kweli? Na kwa hii kuna 1260 imetajwa mara ngapi? 4. So 1260 tunaanzia hapo mara 4. Si ni kweli? Angaa hii bado inaturushia hii. Kwa hii kuna yenye 1290 itatuleta same event. Na 1260 inatuleta hapa. Sasa hizi miaka za Biblia wakati unaziona hivi, events zilikuwa zina happen duniani. Sasa ya hii ukijaribu kuenda kwa hii utakosea. Tunaelewana vizuri? Ukienda 508 na 1260 itakosea, maana event zimetajwa kwa 508 ndio zina uhusiano na 1290 chenye kili happen 1290. Event zimetajwa kwa 504 zina uhusiano na chenye kilitajwa kwa 1335. Sasa hizo event hazina uhusiano na mwaka hii. Maana mwaka hii iliongelea mambo ya kujenga. Na kwa hizi aliambiwa uongojee kutakapotolewa sheria. Sasa huwezi chukua 70 weeks usilete hapa. Maana hii inapokuja already 70 weeks zilikuwa zishatimia. Tumeelewana vizuri? Haya. Lakini 538 inaweza kutumika kwa 1290. 538 itumiki kwa 1290. Inatumika kwa 1260 peke yake. Tumepatana vizuri? Haya, Lina uliza. Hapo umeelezea hapo kwa 70 weeks. Oh, 70 weeks. Hata najibu tu alafu mwalimu akuje. Sisi nimerudia tena vizuri. Tena bado mnasema next Sabbath turudie. Eh? Kwani ni kananda? Ni wimbo mnasikiza? Upiki wako kila siku. Haya. Ni sawa. Sasa mimi si tumefundisha 70 weeks. Zinapatikana kwa Biblia. Qurani kupatikana andiko kama hii ndani. Itakuwa ni maajabu. Muhammad ana unatia. Sasa hii 70 weeks. Nani atakuja kutufundisha? Inapatikana kwa Danieli chapter 9 verse 24. Umesikia ni swali. Si nimefundisha la Sabbath 70 weeks. Naomba kati yenu mtu akuje. Ndume yote anajiamini. Na hata ukikosea hakuna makosa. Kukaa ndio makosa. Kutojaribu ndio makosa. 70 weeks. Paul utakuja ujaribu. Haya, karibu. Nataka youth wa prophet, wenye wanaelewa prophet. Nachoka zimeisha, sijui kama hizo nipendea zingine kwa box. Jibu tu alafu karibisha mwalimu. Ng'ang'ana tukafinye tu ndio tuokoe mimi. Hii ngawaje inanikanganya lakini tutajikakamua kiasi. So, nasema inapatikana kwa Daniel 9 ukianzia 24 hapo kuteremka. Na nitaisoma. Inasema 24, muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. 25, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, utakuwa na majuma 7.
na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja. So kuna 62 weeks. Then 7 weeks again. na majuma 7. Majuma 7 na katika utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki na katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62, baada ya hii na baada ya wale majuma 62, Masihi atakataliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kusubiri. Naye atafanya agano dhabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Kuna juma moja, 1 week. Na kwa nusu ya juma hiyo, nusu ya juma kwa hii ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo ikienda ukiisha. Sasa kwa hii 70 weeks, kwa hizi hizi 7 weeks, 62 weeks, 1 weeks, na hii nusu juma, hizi ni ile wamevunja juu. Ukiadi hizi zote sitakuleta kwa hii 70 weeks. Na sasa tukianza kuiangalia tena, kuna fungu, sijui ni fungu gani inasema siku moja ni Ezekieli 4:6 inasema kumbuka na fahamu siku moja itafanywa kuwa mwaka. Sasa tukianza kuangalia kwa hii 7 weeks kulingana na hiyo Ezekieli 4:6, tutachukua hii 7 times 7. Juu wanasema ni majuma 7. Na juma moja siko na siku 7. Sasa hii 7 times 7 itatupea 49. Na ukiangalia hii sasa tutaifanya 49 years. Na tukiangalia kwa hii 49 years kwa ndio Yerusalemu kwanza hiyo wali mwaka wa kujenga ilitolewa 457 BC wakiongozwa na hao kina Ezra na Nehemia. Ukiangalia kwa hii 49 years, hizo ndio miaka zilitumika kujenga Yerusalemu mpya. Then tukuje hapa same. Usiseme Yerusalemu mpya, ni kurekebisha juta kwa na sema hiyo Yerusalemu. Alafu kwa hii 62 weeks pia tutachukua tu hiyo 62 majuma 62 times 7. Unapata ngapi? Ni 434 years. Tukuje hapa kwa hii Kenya anasema atafanya agano kwa juma moja. Sasa hii ni 7. 1 times 7 inatupea 7. Then sasa hii half hatuwezi kwa nini? Kwa sababu kwa hiyo kwa hii juma moja hii Kenya alisema atafanya agano, ndio kwa hii kwa hii half inatoka. Yaani tumegawanyisha kwa hii inaingia kwa hii. Sasa ya hii ishakuwa hapo ndani. Sasa hakuna vile tutaikalculate. Sasa hapa tumepata ni 49, hapa ni 434, hapa ni 7. Ongeza sasa. Sasa hapo tunaongeza. Inakuja ngapi? Kiongeza zote. Ameweka pale. Majaji haraka wewe twende. Sema tukuongezee 49 plus 4 inakuja 49. Inakuja 490. 490. Umetufikisha kwa 490, endelea.
sijui kufikia au hii ingine nimesahau. Hiyo ndio mimi nimefikia. Asante sana. Si amejaribu? Kabisa. Amewaleta vizuri kabisa, hata hajakosea. So tuseme juu ya time naenda tu across tu hivyo, sio? Ametufikisha kwa 490. 490 years. Tukasema hii 490 juu hii ni miaka na hii ilikuwa inahesabika ikirudi nyuma. Si ni kweli? Juu hii ya kurudi ya ku minus juu alikuwa na minus, sehemu na minus juu alikuwa na minus. Si ni kweli? Sasa uta minus kwa hii 490. Si ni 457. Inabaki ngapi? 33, si ndio? Ama iko namna gani? Si ni hivyo 33. Ukifika 33, juu ilikuwa ni upande ile. Ukiruka unakuwa +1 inakuwa 34. Sasa unapia 70 weeks ilifaa iishe AD 34. Si ni kweli? Baada ya Yesu kusulubiwa. Ipite tena miaka ingine juu Yesu asulubiwa 31. So yeye alisulubiwa nusu ya juma juu hii ilikuwa kwa hii wiki. Sasa AD 31 ndio ilifaa kamili, na ndio nasemanga mwanafunzi wa Yesu Stefano alikamilisha hiyo unabii. Maana aliuawa kwa hiyo mwaka exactly. Nilikuwa ni injili kwa mataifa na Stefano aliomba akisema uwasamee maana hawajui watenda. Yaani alikuwa ni mufia watu. Aliongea maneno ambayo ni Kristo peke yake atazaongea huu mwaka huu. Kuna details, kuna mambo ndio tufike AD 27 ndio tufike wapi. Naomba hiyo tuachane nayo, ndio irudia next Sabbath. Paka na swali la Mama Pesh. Next Sabbath tukifika mapema tutaichangamkia asubuhi, si ni kweli? Maana hata mimi napenda kusikiza mwalimu, naona nina njaa. Nataka aingie atuendeshe kidogo. Karibu mwalimu, tunapotoa blackboard. Naomba unapoomba tu uombe pia na kufunga kipindi cha unabii alafu uendelee. Nani kuja tutoe hii?